ambaye iko sasa hivi mimi nimeshachelewa. Kuna uhalisia kweli mwanamke anapopata ujauzito katika umri uko umeenda miaka labda 40, 39, 44 kabla hajafikia ile menopause, yani kwamba kuisha kwa kile kikomo cha yeye kuingia siku zake za hedhi. Kabla hajafikia huko, hii miaka ya 35, sababu watu wengine wanasema mwanamke jitahidi uzae kuanzia miaka 23, ukisha 30 umefunga masuala ya uzazi. Je, kuna uhalisia kwamba mtoto anaweza leo katika umri wa huyu mwanamke aliyefikia huko anakuwa hana ile wanasema kama IQ yake inakuwa chini sana, uwezo wake wa kiakili unakuwa chini? Kulingana na tafiti ni kweli. Ni kweli. Na ndio maana kuna kitu kinaitwa child bearing age. Yaani kuna umri ambao tunashauri mtu azae. Mimi nikikaa na mtu nikimshauri namwambia kwenye umri sasa hivi tafuteni watoto. Yaani ni muhimu sana kwa sababu hata mfumo wa uzazi wa mtu huyu, kiwango cha mayai, ubora wa mayai na mwili kuitikia changamoto za ujauzito, maana ni kama changamoto kwenye mwili, unakuwa ni mkubwa na rahisi mwili kurudi kwenye hali yake ya kawaida na kuhakikisha mtoto ametoka akiwa salama salimini. Kwa hiyo anapokuwa amevuka umri, mara nyingi tunasema kuanzia miaka 35 na kuendelea. Simaanishi kwamba hawezi kuzaa, kwamba wanazaa tu wanakuwa bravo. Lakini kuanzia umri na kuendelea, ubora na kiwango cha mayai vinapungua sana. Na kumbuka yai ndilo ambalo linatoa ile product kile kinachokuja. Kwa hiyo kwenye mazingira kama ya pia wengi hupata ile tunaita perimenopause, yani wanakuwa kwenye hali ambayo tayari hormone zishaanza kutikisika, chochote imeshaanza kushuka ubora. Kwa hiyo hapa hormone nimesema ndizo ambazo zinatuma taarifa. Kwa hiyo inatakiwa itumwe taarifa ya kutengeneza kitu A, inashindwa kutumwa. Kwa hiyo tayari lazima itaathiri kinachokuja kutokea baada ya zoezi. Ndio maana kuna umri ambao tunashauri mara nyingi ni kati ya